Ni ardhi yenye mandhari tuli, hali ya hewa rafiki kwa viumbe binadamu wakiwemo. Ni maskani ya watu wenye kuijua kazi, wakaichapa kazi, wakipewa hata kuitafuta kazi. Ni mkoa tajiri wa pilikapilika za kuyasaka maisha. Wenyeji na wageni hujiona fahari wakiwa hapa. Ni Geneva ya Afrika. Hii ni Arusha, Tanzania. Mjongeo wa watu, mali na bidhaa katika mkoa huu aghalabu huhitaji barabara ili kurahisisha kutoka na kwenda. Barabara ya Arusha-Kia ni mtaji wa usafiri na usafirishaji unaounganisha mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Hata hivyo, muunganiko huo ulikumbwa na kadhia kwa muda. Kipande cha barabara kata za Kikatiti na King'ori kilikuwa korofi, kisisikie lawama za magari, achilia mbali watembea kwa miguu. Wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Arusha ikaingia kazini. Mhandisi Christopher Sauli, mkuu wa kitengo cha matengenezo TANROADS Arusha, anasema kwa nini matengenezo ya barabara hii. Sehemu hii ni sehemu ambayo tumetoka kukamilisha matengenezo makubwa hivi karibuni, kwa sababu barabara hii katika eneo hili ilikuwa ni sehemu ambayo imechakaa sana, kwa sababu barabara imefikia ukomo wake wa maisha kwa maana ya design life. Kwa hiyo kulikuwa kumeharibika sana, kulikuwa na mashimo mengi, kulikuwa na crack nyingi, na hivyo kulikuwa na adha kubwa sana kwa watumiaji wa barabara hii. Kwa hiyo sisi kama wakala wa barabara TANROADS, jitihada tulizozifanya ni kuandaa mpango mkubwa kwa ajili ya kuifanyia matengenezo makubwa. Kwa hiyo tuliandaa mpango, tukaanza kuifanyia matengenezo kwa kipindi tofauti tofauti. Lakini mnamo mapema mwaka huu tulipata nafasi ya kutembelewa na mtendaji mkuu wa TANROADS, Mhandisi Mohamed Besta, ambaye tulipita naye site akajionea hali halisi, na baada ya kufanya ukaguzi wa pamoja akatoa maelekezo ya kutuagiza kwamba tufanye matengenezo makubwa, na akaunga mkono jitihada zetu za kufanya ukarabati wa maeneo korofi yote ambayo yalikuwa yameathirika kwa kiasi kikubwa, na akatuahidi kutupatia fedha kadri itakavyowezekana ili tuendelee na matengenezo hayo. Kwa kweli tukaendelea kufanya utaratibu wa kufanya matengenezo hayo. Lakini pia baadaye tulipata nafasi ya kutembelewa na mkurugenzi wa matengenezo kutoka TANROADS makao makuu, ambaye naye aliunga mkono jitihada zetu za kufanya ukarabati mkubwa kwenye eneo hili, na akaahidi kutupa support ya kila namna. Kwa hiyo tumefanya ile kazi kwa kiwango kikubwa. Katika mwaka huu wa fedha tumefanikiwa kufanya kipande cha kilomita 1.5 kwa kuondoa tabaka la juu lililoathirika, tukafanya kureplace na tabaka jingine la base, na baadaye tukaweka tabaka gumu la lami juu. Kwa hiyo eneo hili tayari kama unavyoweza kuona sasa linapitika vizuri. Katika mwaka wa fedha 2025-2026 kuna mipango yoyote kuendelea kuhudumia barabara hii? Mwaka huu wa fedha tunategemea kufanya matengenezo makubwa, ambapo tunatarajia kufanya kipande cha zaidi ya kilomita 5. Baada ya kufanya matengenezo hayo, tunategemea sasa kwa kiwango kikubwa tutakuwa tumefanya sehemu kubwa sana ya eneo korofi kwenye barabara hii. Kama ambavyo unaelewa, barabara hii ni muhimu sana kiuchumi, kwa sababu ni lango la kuingilia kwenye jiji la Arusha. Inatumika kitalii kwa sababu pia ni sehemu ya kuingia watalii ambao wanakwenda sehemu ya vivutio mbalimbali kama Serengeti, Ngorongoro, Mlima Kilimanjaro. Lakini pia ina serve huduma nyingine za kijamii ikiwemo shughuli za biashara na madini. TANROADS inaona manufaa gani ya kimsingi baada ya kuikarabati? Kukamilika kwa barabara hii kumeleta faida kubwa, kwa sababu sasa itakuwa imepunguza muda wa kusafiri kutoka Kia na mikoa ya jirani kuingia Arusha. Lakini pia itasaidia kupunguza matengenezo ya magari, kwa sababu sasa kutakuwa hakuna adha kubwa ambayo inasababisha magari kupata shida, na matengenezo, gharama za vipuri zitakuwa ziko chini. Lakini pia faida nyingine ni huduma nyingine za kijamii zitakuwa zinafanyika kwa urahisi sana, kwa sababu sasa magari yatakuwa yanapita kwa spidi inayotakiwa na itatumia muda mfupi sana kusafiri. Mamilioni ya shilingi yamefukiwa hapa ardhini. Mafedha yamepamba njia kuifanyia mvuto wa macho na kurahisisha mwendo wa vyombo vya moto. Usione vyaelea, ujue vimeundwa, wanasema Waswahili, na wanakumbusha kuwa ukikitunza kitadumu. Natoa wito kwa watumiaji wote wa barabara, hasa madereva, kulinda miundombinu ya barabara, kwa sababu serikali inatumia gharama kubwa sana kwenye kuimarisha miundombinu ya barabara. Lakini pia nitoe wito mkubwa sana kwa wasafirishaji kujaribu kuepuka kuzidisha uzito wa magari, kwa sababu magari yanapozidisha uzito, hii ni sababu kubwa sana inayofanya barabara zetu kuchakaa mapema na kufa, na hatimaye kushindwa kutoa huduma inayotakiwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasafirishaji kuzingatia kupakia mizigo kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia natoa wito kwa raia wengine
kutunza miundombinu ya barabara, hasa kwenye swala la alama za barabarani. Kwenye swala la alama za barabarani, wapo ambao wengine wamekuwa wakizichukua tu na kuiba kwa ajili ya matumizi yao binafsi kama chuma chakavu na matumizi mengine. Kwa hiyo tunapenda kuwatahadharisha kuacha kufanya hivi, kwa sababu kufanya hivi ni kinyume cha sheria. Lakini pia unapoondoa alama za barabarani unaweza kusababisha ajali, kwa sababu alama za barabarani zinatumika kuwaongoza madereva. Kwa hiyo nitoe wito wote kwa pamoja tuchunge alama za barabarani na kulinda miundombinu ya barabara kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Mwisho kabisa, napenda kutoa shukrani kwa serikali yetu ya awamu ya 6 kwa jinsi ambavyo imeweza kulipa swala la miundombinu kipaumbele. Katika kipindi hiki tumeweza kuona maendeleo makubwa katika sekta ya miundombinu, na ni mategemeo yetu kwamba bado itaendelea kupewa kipaumbele kwa siku zijazo. Nashukuru sana. Matengenezo ya barabara hii ni ahueni kwa maisha ya wana Arusha, Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla. Zaidi ni kete kwa wakazi wa King'ori inayopakana na uwanja wa ndege wa KIA na mji mdogo wa Kikatiti.